Ninaona mtu anafanya biashara ya samaki na ameweka kwenye beseni jina la mfanyabiashara huyu anaitwa Sikitu. Yaani ninamuona mtu mwili wake umechanganya. Nikisema mwili wake umechanganya, yani ni mtu ambao ni unexplainable, haelezeki kikawaida, kwa sababu kuna viungo vinaonekana vya kike, kuna viungo vinaonekana vya kiume. Ni mtu huyo mmoja lakini ana viungo tofauti. Mwili mmoja ila una viungo ambavyo vimechanganya. Yaani kuna sehemu unaona kuna manyonyo, alafu kuna sehemu unaona kuna zile nini za kiume, kwa sababu unamuona akiwa uchi, yuko uchi. Kwa hiyo namuona ana misuli ya kiume, lakini ana breast, manyonyo ya kike. Ni kijana tu, ni kijana kama miaka 18 hivi, kama kijana mdogo. Alafu ana sehemu zake za siri ni za kiume, na nimeonyesha hizo sehemu kwa sababu ya tukio ambalo limefanyika, limetokana na hizo sehemu. Sehemu zake ni za kiume, lakini mwili wake ni mchanganyo wa kike na wa kiume. Alafu ninaona anachofanya, anasusu, anakojoa kwenye beseni lenye samaki. Anakojolia kwenye lile beseni lenye samaki. Na alivyokuwa anakojoa kwenye lile beseni ya zile samaki zikaanza kubadilika kama samaki ambazo zinaoza, labda niseme hivyo. Yaani samaki ambazo haziko vizuri. Akawa anaendelea kufanya hicho kitu. Lakini uso wake umefungwa. Haonekani usoni. Anaonekana kuanzia shingoni mpaka chini, ila kwenye uso pamefungwa. Na Roho Mtakatifu anasema huyu sio mwanadamu wa kawaida, lakini ni shetani ameachilia kiumbe cha staili hiyo kwa mfanyabiashara huyu kwa ajili ya kuleta uharibifu kwenye biashara yake.